Shika. Shukwe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Allahumma fasalli wa sallim ala habibika wa azimika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ila yawmi liqa'i. Amma ba'd. Ni darsa lakini la maelekezo ya mwisho, kwa sababu taasisi zetu zote zilizotoka Tanzania kwa ujumla, bara na visiwani, tuliweka utaratibu wa kutolewa darsa na mashekhe ambao tumewapanga kipindi chote, ili waweze kuifundisha ibada ya hija. Utakapofikia wakati wa kwenda hija kwa ajili ya utekelezaji, iwe angalau mtu ana ufahamu mdogo wa mambo ambayo atayafanya. Nadhani darsa hizo kwa hapa mpaka jana katika mipango tulioipanga kulikuwa kukitolewa darsa, na kadhalika taasisi nyingine zote zimefanya hivyo. Haji Trust, wengine wote, Tauhidi, nani, wote wamefanya darsa mbalimbali. Zamzam, darsa zote nimezifuatilia na nimeelezwa darsa zimekwenda vizuri. Kwa hiyo leo ndio siku yetu ya kujiandaa na safari ya kwenda Mina, ambako manasikul haji yataanzia kule katika eneo la Mina, na yataanza siku ya kesho mwezi 8, ambapo ni yaumu tarwiya. Yaumu tarwiya kama mlivyofundishwa ni siku ya kujiandaa kwa mambo mbalimbali ambayo yanafanyika pale Mina kwa ajili sasa ya kuhudhuria kwenye nguzo kubwa ya kuhudhuria Arafa. Sasa safari ya kwenda Mina itafanyika kesho insha Allah Taala, ambapo itakuwa ni mwezi 8. Kwa utaratibu wa wataalamu wetu au watendaji wetu wamenieleza kuna utaratibu wa kuondoka usiku wa taasisi zetu kuelekea Mina kwa ajili ya kuwahi, kwa sababu zahama au msongamano ni mkubwa sana. Kwa hiyo watu wataondoka mapema kwa ajili ya kufika kule mapema, ili waweze kufika katika yale mawanja ya Mina mahujaji, kisha wawe kule katika siku nzima, na darsa zitakuwa zinaendelea pia hapo Mina kwa siku hiyo ya kesho ya mwezi 8 na mpaka kesho kutwa, ambapo ndio siku ya Arafa. Kesho kutwa mwezi 9 itakuwa ndio siku ya kuhudhuria Arafa. Na kuhudhuria Arafa kuna kuitwa kwa jina la kitaalamu alwuqufu bi Arafa. Ni nguzo kubwa sana katika nguzo za hija ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisemea nguzo hii, akasema alhajju Arafa, yake hija ni kuhudhuria mtu Arafa. Tuna Kiswahili chetu tunasema kuhudhuria Arafa, hatusemi alwuqufu kwa maana ya kusimama, kwa sababu kule kusimama ndio tafsiri ya moja kwa moja ya Kiarabu kwenda kwenye Kiswahili, lakini tafsiri ya ibada maana yake alwuqufu bi Arafa ni mtu kuhudhuria Arafa, kwa sababu Arafa mtu anahesabiwa amehudhuria walau lahdhatan, ijapokuwa kitambo kidogo tu, anaambiwa tayari amekwishaipata Arafa. Lakini kuna utaratibu ambao utakaoelezwa tutakapokuwa kule, na walimu ambao tutawaamrisha waseme, na sisi wenyewe. Na kwa mwaka huu Mwenyezi Mungu ameniwafikisha na mimi kuweza kuchanganyika na nyinyi na kukusanyika na nyinyi katika ibada hii ya hija. Kwa hiyo tutakuwa tunaeleza mambo mengi yanayohusiana na hija nzima na fadhila zake na mambo ambayo anatakiwa mtu asiyakose. Sasa kesho kutwa insha Allah Taala tutahudhuria Arafa,
katika ile mawanja ya Arafat, na kule ndio tutaeleza sana, hata kisa kidogo tutagusia si chote. Kwa nini pameitwa Arafa? Kwa nini mawanja yameitwa Arafat? Kwa nini siku ile imeitwa Yaumu Arafa? Mambo hayo yote yataelezwa na watu mmoja mmoja, kila mmoja kwa kipande chake ambaye itakuwa tumempanga aseme. Lakini mnachotakiwa nyinyi kama mahujaji sasa hivi ni kuziandaa fikra na mawazo ya kwamba sasa leo ni siku ambayo tunajiandaa kwa ajili ya safari ya kwenda Mina, katika siku inayoitwa kitaalamu Yaumu Tarwiya, kwa ajili ya kujiandaa na kuhudhuria pale, na ibada inakuwa imekwishaanza. Tutafanyaje? Tutakuwa tumenuia kama mtakavyoelekezwa hija, na tutanuia hapa tu. Tukishanuia tutavaa nguo zetu kama kawaida. Nadhani masomo yameshafundishwa tangu jana na tangu huko nyuma. Kisha tutaelekea katika yale mawanja kwa ajili ya kutekeleza ibada. Kinachotakiwa sasa ni kuziandaa fikra, kuandaa mawazo, kuiandaa akili, kuandaa mwili kwa ajili ya fikra ya utekelezaji halisi wa ibada ya hija, ambayo imekufanya wewe uache mali zako, uache mji wako, uache mambo yako ambayo yaliokuwa mazuri katika maendeleo ya maisha yako, na uache uchumi wako, na uziache njia zako za uchumi, na uache kila kitu chako kilichokuwa kizuri, kisha uje kwenye taabu hii ya kutekeleza ibada hii ya hija. Kama mnavyoona kwamba ni ibada nzito, ina mambo makubwa tu, kwa sababu hapa tulipo peke yake mpaka kwenda kuupata msikiti kule ni kitambo kirefu, na unatakiwa uende na kurudi ili uzipate zile laki za kile unaposwali msikitini unapata laki. Na wewe umekuja kwa ajili ya kuvuna hapa, ukuja kwa ajili ya kupumzika. Sasa yote hayo ndio yale aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba as-safaru qit'atun min al-adhab, kwamba safari ni sehemu ya adhabu. Hata mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alipokuwa amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema safari ni kipande cha adhabu, yani safari ni sehemu ya adhabu. Safari ya namna yote tu, iwe kubwa iwe ndogo, ina taabu kweli ndani yake, kiasi cha kwamba ameifananisha na adhabu. Mama Aisha anasema lau ingelikuwa sikumsikia Mtume anasema kwamba as-safaru qit'atun min al-adhab, kwamba safari ni sehemu ya adhabu, mimi, anasema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, mimi ningesema kwamba al-adhabu qit'atun min as-safar, adhabu ndio kipande cha safari, adhabu ndio sehemu ya safari, sio safari ni sehemu ya adhabu. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema kwa sababu ya kuonesha uzito wa safari. Na nyinyi mmesha ingia katika uzito wa safari, mmesha safiri kutoka nyumbani. Nia ni kutekeleza nguzo ya tano ya Kiislamu. Uislamu kila mmoja anajua una maguzo matano. Nguzo ya tano ni hija. Kwa hiyo unakuja kukamilisha ule Uislamu kamili. Ule Uislamu kamili unakuja kukamilisha katika nguzo hii ya tano, kwa sababu zile nguzo zote nne hapana shaka umeshazitekeleza. Shahada 2 unazo, ndio maana umekuwa Muislamu. Kuswali, unadumu kuswali swala 5 siku zote. Zaka, unatoa zaka pale unapofikiria kiwango. Mwezi wa Ramadhani unapofika, unafunga mwezi wa Ramadhani. Zile nguzo zote umeshazitekeleza, lakini bado haujakamilika Uislamu, kwa sababu kuna nguzo yake moja imebakia. Sasa wewe miongoni mwa mamilioni ya Watanzania, Mwenyezi Mungu amekuwafikisha, amekuita, umekuja katika miji yake mitakatifu kuja kutekeleza ibada hii ya hija, afu umefika kweli, inatakiwa sasa ujipinde katika kuhakikisha kwamba unatekeleza hija yako, inakuwa katika hija iliyozungumzwa na Mtume, iwe hajjum mabrur. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi hija yetu iwe ni hija mabrur, hija ambayo Mwenyezi Mungu ameikubali. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ni miko, sitaki kurudia darasa ambazo zimesomeshwa kwamba yenye kuharimishwa katika hija ni yapi, kama vile ukata kucha, kunyoa unywele au kuvuta unywele ukaungoa,
au kachana nywele afu zikapatikana nywele katika kitana hali ya kuwa umehirimia, mambo ni haramu. Haitaki kwa mtu akishakuwa amevaana na amali ya hija. Au yamefundishwa. Tumeweka hapa kina Sheikh Ungiza, Sheikh Athman Zuberi na wengine wengi tumewaleta huku kwa ajili ya kuja kufanya kazi kama hiyo. Kadhalika katika taasisi nyingine kuna masheikh chungu mzima wamefanya kazi kama hizo. Lakini nataka kuzungumza ni mambo ya kawaida ya ada ambayo unaweza wewe ukajikuta umeyafanya. Kwa mfano, unaweza ukakanyagwa na mwenzako kisha ukapanic, ukakasirika tu, nini usikusukuma bwana, nini unanikanyaga? Ushaingia katika amali ya hija. Hayo mambo lazima uyafanye kwa ni mambo ya kawaida. Haikukanyaga mtu wewe ndio ukimbilie kumwomba msamaha. Yani yeye kakukanyaga alafu wewe unakimbilia haraka haraka kumtaka msamaha yeye aliyekukanyaga. Ndio vinavyotakiwa haji. Nadhani mnanielewa mashekhe. Na saa zote uwe mtu ambaye una uso mkunjufu, una imbisatu fil wajhi, uso wako una ukunjufu, yani mtu wa kuonesha furaha hivi, sio kuonesha kama umeteswa hivi, nimejia nini nimejia nini. Mbona kuna tabu namna hii bwana? Hija haijawa kwanza, hii hija mnahiji nyinyi, sio hija ambayo kwamba amehiji Mtume sallallahu alaihi wasallam, hija ambayo kaihiji mwenyewe bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam, yeye na wa ashabuhu na masahaba zake. Ni hija iliyokuwa ngumu, hija iliyokuwa ngumu. Sehemu ya kulala ilikuwa ya taabu. Tumelikuwa kilala kule Mina, kisha kunaonekana alama za mkeka za zile kokoto ambazo wamezilalia zinaonekana katika mashavu yake na katika mwili wake. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunakwenda kule unakuta mkeka mzuri, au saa nyingine godoro zuri, saa nyingine na mto imeeleweka uzuri. Mimi nilipata hija ya kupitia kwa mfalme, ndio nafasi niliyopewa. Nimemkatalia kule, amestaki kwa sababu naijua ile hija ya kule ni hija ambayo wala hujui kama wahiji. Kuna matunda, kuna ghasia, nikamwambia mimi namtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikahiji hija ambayo hapa pana miba, hapa pana hivi, hapa kapita nge, namna hiyo. Hija ya bwana mkubwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio hija nzuri. Nikaona hapana, nikaona nije katika hija kama zamani na wahijisha watu, nije katika hija yangu hii. Kwa hiyo ndio hija hii tuliokuwa nayo. Usende ukakuta kule mara kuna kokoto au jiwe jikwaa, wako na basi hija gani? Wenzetu tunafanya hivi, watu wametoka London, sisi tuzungumzia swala London hapa. Sisi tunazungumzia masuala ya hija. Ni ipi hija? Hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Sisi tunataka hija gani? Hija ni wewe kutekeleza amali zile. Umekwenda yaumu tarwiya kwa ajili ya usul, kuhudhuria pale kwenye maeneo ya Mina. Unahudhuria pale kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujitayarisha na kuitekeleza nguzo kubwa ya Arafa. Ndio maana yake kubwa. Ndio maana swala zote zinaswaliwa katika wakati wake, lakini watu wanakusuru na kwa rakaa mbili. Yale kule Mina tutaswali dhuhuri katika wakati wa dhuhuri, tutaswali asiri katika wakati wa asiri, tutaswali magharibi katika wakati wa magharibi, tutaswali isha katika wakati wa isha. Lakini tutakuwa tunakusuru zile swala, tunapunguza zile swala ambazo zina rakaa 4 kuzipeleka kwenye rakaa 2, lakini ndani ya wakati. Si kwamba tunakusanya dhuhuri na tutakusanya Muzdalifa ndani ya Arafa. Tukitoka Arafa kuja Muzdalifa, ndio ile magharibi na isha itakwenda kusaliwa kule Muzdalifa. Jam'u ta'khir, tunakusanya kwa kuchelewesha. Tutafanya hivyo. Hayo yameshaeleza na mashekhe, niwaambia waeleze kila kitu. Wameshaeleza hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka kuhiji hija ambayo yenye unyenyekevu, inaonesha wewe udhalili. Yani ile hija kama ni mufti wako peleka kando huko. Hapo uko inda Allah, kwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni ufalme huko ni wao kwa hao watu wako. Mungu anajui kama wewe ni mfalme. Anakuona wewe ni kiumbe chake tu katika viumbe vya Mungu vilivyokuwa dhalili. Tunaelewana uzuri? Ule ufalme huko sio inda Allah. Mwenyezi Mungu ana sifa bwana Malikin Nas, Ilahin Nas. Yeye ndio kila kitu. Ndio wewe unataka kujifanya na ule ufalme wako kama Mungu naye wataka kumfanyia ule ufalme ulionao. Au mufti ndi shekhe mkubwa sana, ule shekhe ulionao.
Hakuna masala hayo. Kama una cheo chako huko kwenye hicho cheo, sio hapa. Hapo umekuja ni dhaifu rahman, ni mgeni tu katika wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ni mgeni tu, nataka ujidhalilishe, uwe dhalili, uwe mutawadhi, tumnyenyekevu, mtujaa khoshoo. Tunamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saa zote unaona Mwenyezi Mungu saa ngapi atanisamehe madhambi yangu. Nataka mtu ash'atha ghabar, mtu ambaye kwamba nywele zako hazionekani zimetimka, umejaa mavumbi, unanyosha mikono ukiwa Mina, ukiwa Arafa, sikwambii. Unamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akughufirie madhambi yako, akustiri aibu zako. Watu wana aibu ngapi? Tuna aibu ngapi sisi? Hakuna mtu asiyokuwa na aibu hapa. Watu wote wana aibu. Madhambi mangapi? Kuna vijidhambi vidogodogo mbali, kuna kungwao mbali, kuna vijidhambi kweli kweli tunayo. Dhunubun ka amthali aljibal wa ta'dad alrimal wa mikiyal albihar alghazira. Madhambi hayo makubwa tumeyabeba sisi. Sasa mahali pa kuyatupa yale madhambi yaghufiriwe ni hapa mahala ambapo wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuchagua katika milioni 61 ya kule Tanzania. Umechaguliwa na wewe uje hapa katika mawanja matakatifu, umuombe Mwenyezi Mungu asamehe madhambi madogo, asamehe kungao zako, asamehe wewe madhambi yako makubwa na kustiri na aibu zako, kisha akukidhie haja zako, kisha kuruzuku riziki isiyokuwa na taabu katika kuitafuta, iliyokuwa nyepesi na iliyokuwa isiyokuwa na ubakhili katika kuitumia. Ndio kipindi hiki, ndio kipindi cha kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utamuona mathalan ni mtu anatufu, halafu unamuona anacheza simu, ile simu hujamaliza tayari kutoka Dar es Salaam wewe. Hujamaliza tangu ulipokuwa Unguja, hujamaliza tangu ulipokuwa Kigoma, hujamaliza tangu ulipokuwa Mwanza, hujamaliza tangu ulipokuwa Tanga. Wewe ni simu tu, tangu Tanga, da, uwanja wa ndege mpaka unafika Jida, mpaka kwenye Al-Kaaba. Jalla Jalalu. Wewe mtu wa sampuli gani Sheikh? Mungu atakusikiaje? Mwenyezi Mungu anamsikia yule mtu ambaye ana concentrate dua zake, amekaa amekuwa na makini, anamuomba Mwenyezi Mungu, akili yake baina yake yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukitokuwa namna hiyo dua haikubaliwi, inakuwa dua yako ni mardud, narudisha Mwenyezi Mungu akubali. Sasa wewe unachezea simu, utakuwa saa ngapi hadhir? Ngoja nikwambie jambo moja ambalo mashekhe watakuwa wamekuelezeni. Hivi swala yako inakubaliwa mahala gani? Unaposwali swala yako ya dhuhuri mathalan au alasiri, magharibi, yoyote, Mungu katika kipande kile cha ile swala yako, ikiwa ni ya dakika 10, ya dakika 7, ya dakika 5, Mungu anakubali kipindi gani? Anakubali swala yako ile sehemu ambayo akili ilikuwepo, haikuhama. Sijui naeleweka uzuri hapo Yaani kile kipande ambacho akili ilikuwepo kwamba kusema Allahu Akbar, akili iko baina yako na baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kile ndio kipande kinachokubaliwa. Ikihama tu, iko Kariakoo, iko sijui Morogoro kwenye mzigo, iko sijui wapi kuchukua mbao, ile sehemu zile zote hazikubaliwi katika ile swala. Inakubaliwa kile kijisehemu kidogo ambacho wewe ndio ulikuwepo kipindi kile, ulikuwa hadhir. Ya tunaelewana sisi? Waheshimiwa, tunafahamiana vizuri. Yaani nazungumza hayo kwa sababu wewe umepata bahati na hujui kama utaipata bahati hii mara nyingine. Haijulikani kama wewe hii bahati utaipata mara nyingine. Haijulikani, mimi na wewe hatujui.